Hello, mambo vipi? I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa, sauti ya hekima, nakupa maarifa uweze kujikomboa kifikra, uweze kuamka kimwili, kiakili na kiroho. Elimu ya masaa. Kwa nini saa moja inaandikwa 7? Kwa nini saa 2 inaandikwa 8? Na kwa nini saa 3 asubuhi inaandikwa 9? Kwa nini saa 4 asubuhi inaandikwa 10? Na kwa nini saa 5 asubuhi inaandikwa 11? Na kwa nini saa 6 mchana inaandikwa 12? Au kwa nini saa 7 mchana inaandikwa 13? Na kwa nini saa 8 mchana inaandikwa 14? Kwa nini saa 9 alasiri inaandikwa 15? Kwa nini saa 10 inaandikwa 16? Kwa nini saa 11 jioni inaandikwa 17? Na kwa nini saa 12 jioni inaandikwa 18? Na kwa nini saa 1 inaandikwa 19? Na kwa nini saa 2 usiku inaandikwa 20? Na kwa nini saa 3 usiku inaandikwa 21? Na kwa nini saa 4 usiku inaandikwa 22? Na kwa nini saa 5 usiku inaandikwa 23? Na kwa nini saa 6 usiku inaandikwa 000? Hivi umewahi kufumbua hizo kodi au umewahi kujiuliza, yaani ukapata jibu kwa nini? Kwa nini saa 1 ni saa 1 lakini kwa nini iandikwe 7? Yaani kwa nini saa 7 iandikwe 1? Na kwa nini saa 8 iandikwe 2? Na kwa nini saa 9 iandikwe 3? Na kwa nini saa 10 iandikwe 4? Na kwa nini saa 11 iandikwe 5? Na kwa nini saa 12 iandikwe 6? Na kwa nini saa 1 jioni iandikwe 7? Na kwa nini saa 2 usiku iandikwe 8? Umewahi kujiuliza kwa nini haya masaa yani yanageuzwa yani mpaka yani unakuwa huelewi kwa nini hapa wakati muda ni saa 1 lakini mniambie ni saa muandike 7? Na kwa nini penye 7 muandike 1? Umewahi kujiuliza? Kutoka kwenye box kunahitaji akili, kunahitaji ufahamu wa juu sana uweze kuelewa mambo. Kuna vitu vingi sana ambavyo dunia yetu hii tumefichwa, hamuvijui. Vitu vingi sana ambavyo mmefichwa hamuvijui. Sasa nataka nikupe kodi ndogo. Saa 1 ni saa 1. Wewe elewa hivyo. Saa 1 ni saa 1. Ila nikupe kodi ya ziada. Mtu uliyezaliwa tarehe 1 unaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 7. Pale sasa wamekuwekea tarehe 1, wamekuwekea saa 1 alafu wakakutia na 7. Maana yake ni hii. Mtu aliyezaliwa tarehe 7 au mwenye nguvu ya energy ya 7 anaendana na 1. Mtu aliyezaliwa tarehe 2 anaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 8. Mtu aliyezaliwa tarehe 3 anaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 9. Mtu aliyezaliwa tarehe 10 mtu aliyezaliwa tarehe 10 anaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 4. Sawa? Mtu aliyezaliwa tarehe 11 anaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 5. Mtu aliyezaliwa tarehe 12 aliyezaliwa tarehe 12 anaendana na mtu aliyezaliwa tarehe 6. Mtu aliyezaliwa tarehe 13 anazaliwa na mtu aliyezaliwa tarehe 7. Si unanielewa?
Yaani hizo ni kodi ambazo umefichwa, ukizifumbua zinakusaidia, kwa sababu pale kwenye tarehe 12, yaani tarehe 12 au kwenye saa 6, haimaanishi 6 unayojua wewe. Kodi umepewa, mfano saa 3 usiku imeandikwa 21, haimaanishi kwamba ni 21 ile ni 3. 21, 2 ongeza 1 unapata ngapi? 2 ongeza 1, ile saa 3 usiku ile 2 wamekuwekea 21. Haya, jumlisha ile pale, 2 jumlisha na 1 unapata ngapi? 3. Kwa hiyo hapo ni wamekuzuzua tu, yani wamekufumba tu kwamba usielewe Mwafrika, usijue vitu. Ile ni 3. Sawa. Kwa hiyo hizo walizokuwekea sijui 13, 14, sijui 20, achana nazo, zikonvert tu kwenye namba iwe kawaida. Yaani zikonvert kwenye namba kuanzia 1 mpaka 9. Yaani kama wamekuwekea labda 12, wewe convert ile, jumlishe tu 12, 1 ongeza 2 unapata 3. Wamekuwekea saa 2, 2 jumlisha 0 ni 2, hiyo ni 2 ile. Sawa. Sasa hesabu kwenye hayo masaa hayo kuanzia 1 mpaka 9. Alafu jua kabisa mmoja aliyezaliwa tarehe 1 au mtu mwenye nguvu ya 1 anaendana na mtu mwenye nguvu ya 7. Na hata kama ukitaka kushirikiana na mtu ambaye ana nguvu ya 7, na maanisha hivi, mtu ambaye amezaliwa tarehe 7 ni wewe ni 1, itakuwa vizuri sana kama ukioa mtu mwenye nguvu ya 7, au utaoa mtu ambaye ana energy ya 7, au utamuoa mtu ambaye ana majina yaliyobeba namba 7. Na mtu aliyezaliwa tarehe 2 au aliyebeba nguvu ya namba 2 nitakia aoe mtu aliyebeba nguvu ya namba 8, au aliye na energy ya namba 8, hivyo hivyo mpaka 9. Hayo masaa utaya convert, yanaeleweka. 3 maana yake 9, maana mtu mwenye nguvu ya 3 na 9. Hata ukienda kinyota, ina maana kwamba mtu mwenye namba 1 hapa tunamweka ni mtu mwenye nyota ya punda. Anaendana na mtu mwenye namba 7. Mtu mwenye namba 7 ni mtu mwenye nyota ya mizani. Kwa hiyo punda anaendana na mtu mwenye nyota ya mizani. Lakini pia ukienda kwa majina, punda majina yake herufi zake za mwanzo ni A, M, Y. Kwa hiyo anaendana na mtu mwenye herufi za G na S ambayo ni namba 7. Si ndio? Ukienda namba 2, nyota ya ng'ombe. Namba 2 nyota ya ng'ombe anaendana na namba 8 ambaye ni nyota ya nge. Kwa hiyo mtu mwenye nyota ya ng'ombe majina yake ni B, N na Z, anaendana na mtu mwenye nyota ya nge ambaye ni namba 8 ambaye ni H na T. Herufi zake za mwanzo ni H na T. Mtu mwenye namba 3 ambapo tunakuja kwenye saa 3 asubuhi, ambayo sawasawa ni namba ngapi? Saa 3 inaendana na namba ngapi? Namba 9. Kwa hiyo mtu wa namba 3 anaendana na mtu mwenye namba 9, au mtu mwenye namba 9 anaendana na mtu mwenye namba 3. Sasa mtu mwenye namba 3 ni nani? Tunapata kujua kwamba mtu mwenye namba 3 ni nyota ya mapacha. Nyota ya mapacha imebeba herufi gani? Imebeba herufi C na O. Watu wenye herufi ya C na O wanaendana na nani? Na mtu mwenye namba 9. Mtu mwenye namba 9 ni nyota gani? Nyota ya mshale. Herufi zake za majina ni zipi? Ni I na U. Kwa hiyo hawa watu wakioana, wakishirikiana kwenye biashara, wakifanya jambo lolote wataenda. Haya, tunakuja labda mtu mwenye namba 4 au saa 4, ile saa 4 inaendana na mtu gani? Pale imeandikwa pale saa 3 asubuhi, tunajua pale saa 3, lakini imeandikwa 9. Saa 4 imeandikwa 10. Umeelewa? Mbona unavyochanganya? Unachanganya ili usijue, usielewe kinachoendelea kwenye maisha. Kwa hiyo hayo masaa unaweza kuyatumia katika kufanya jambo lako. Kwa maana wewe kama una nguvu ya namba 1 AMY punda, si ndio? Ukifanya jambo lako saa 1 litaenda, na ukifanya jambo lako saa 7 litaenda. Ukifanya au kuanza jambo lako
saa 7 linaenda, na ukifanya jambo lako saa 1 linaenda. Na mtu mwenye nguvu ya namba 2 au ile saa 2 ambayo ni ng'ombe nyota, ukifanya jambo lako saa 2 litaenda, na ukifanya jambo lako saa 8 litaenda. Ukifanya jambo lako tarehe 2 litaenda, na ukifanya jambo lako tarehe 8 litaenda. Sinaeleweka hapo. Na ukishirikiana na watu wa namba 8 jambo litaenda. Ni mahesabu tu ambayo yamewachenga, lakini ndipo ukitaka kunifuatilia na kuelewa hichi ninachokizungumza, fuatilia masomo niliyofundisha ya namba ngapi na namba ngapi zinaendana, nyota fulani zinaendana, utaweza kuelewa. Hapa nilikuwa nawadokeza tu ujue masaa hapo mlipochanganywa kwenye kujua masaa, kwamba kwa nini kwenye 9 inaandikwa 3 na kwa nini kwenye 1 inaandikwa 7. Nadhani hapo utakuwa umeshanielewa. I am Nuru, mimi ni mwanga wa uelewa. Subscribe my YouTube channel Nuru Spiritual Guidance. Mimi ni mwanga wa uelewa, sauti ya hekima. I'm out guys.